kitabu cha Mathayo mtakatifu mlango wa 28 mstari wa kwanza na kuendelea. Anasema pale walikuwepo wanawake hao wawili, Mariamu Magdalena na yule Mariamu wa pili. Baada ya Yesu kusulubishwa na kuzikwa na kufa, yani na kuwekwa kaburini kabisa, anasema siku ya kwanza ya juma mapema kabisa, hao wamama wawili, Mariamu Magdalena na Mariamu wa pili, wakaamka asubuhi wakasema, Yesu kweli alisulubiwa, Yesu kweli alizikwa, lakini hakupakwa manukato. Kwa hiyo kwa kanuni na taratibu zilikuwa mtu basi anapofariki lazima atunzwe, lazima apakwe manukato, lazima apakwe marashi yenye thamani, au kwa namna yoyote ahifadhiwe vizuri. Wakakumbuka pamoja na yote, kweli wao wamemchukulia kwamba ni mwizi, ni mbaya, wamemtesa, wamemsulubisha, lakini tumwache Yesu hivyo hivyo aendelee kukaa kule kaburini bila kupakwa haya manukato. Kwa hiyo wakadhamiria kutoka moyoni kwamba twendeni hapo hapo kwenye kaburi, twendeni tumtafute Yesu, twendeni tumwangalie Yesu, twendeni tukampake manukato. Haleluya, haleluya. Wakati wanaenda njiani, Biblia inatuambia wakaanza kuulizana wao kwa wao, wanasema, nani sasa atatusogezea lile jiwe? Kwa nini? Kwa sababu wakati Yesu anazikwa, wanamweka kule kaburini, wanajua kuna jiwe lilifanyaje, liliwekwa pale. Kwa hiyo wakaanza kuulizana wao, ni wamama, ni wanawake, jiwe ni kubwa, kwa vyovyote limewekwa, kwa vyovyote kuna mlinzi, ni nani atakaye tuondolea hili jiwe? Ni nani ili basi tumchimbue hivyo hivyo tumpake hayo manukato? Hivi kuna mtu amenielewa namna ambavyo hao watu wamechukua kitu kikubwa? Kuna mtu ananielewa, mtu ambaye makaburini ambapo watu wengine hawawezi kwenda, lakini Mariamu na Mariamu wa pili walipiga hatua kwenda, walipiga hatua kwenda. Ninakuombea kwa Bwana asubuhi ya leo, kila kilichokufa kwenye maisha yako, nenda kwa ushindi kwa jina la Yesu. Nenda kwa ushindi kwa jina la Yesu. Nenda kwa ushindi kwa jina la Yesu. Hao watoto wanaonekana kama wamekufa kwa sababu ya pombe, kwa sababu ya bangi, kwa sababu ya sigara, kwa sababu ya tabia zisizowezekana, waambie Yesu leo, nani atakaye nisogezea hili jiwe? Nani atakaye nisogezea hili jiwe? Nani atanisogezea jiwe kwenye biashara? Haleluya. Kwa hiyo wakadhamiria, it is something which is dead. Ni kitu ambacho sasa sio mtu tena, amegeuka ni kitu, amekufa huyo, si ndio? Lakini wao wanapoangalia wanasema, nani walau basi tumsitiri vizuri, walau basi tuagane naye vizuri, ni nani atakaye tusogezea ili jiwe? Walipofika pale, Biblia inatuambia likatokea nini? Tetemeko. Tetemeko kubwa kiasi kwamba yule mlinzi aliyekuwa pale, Biblia linatuambia alikuwa kama mfu. Tetemeko limepita, mshangao umepita, yule aliyepewa alinde kaburi, jiwe lisisogezwe, akawa kama mfu. Wakati huo huo malaika ameshuka, upande huu kuna mtu kama mfu, lakini upande huu kuna wale wa mama wawili. Alafu akawa anaongea nao, anawaambia, njooni tazameni, mnamtafuta aliye hai katikati ya wafu, yule ameshafufuka na amekwenda Galilaya. Kama vilivyokufa vipo kwenye maisha yetu, vilivyokufa vipo kwenye hatua zetu, vilivyokufa viko katikati ya mazingira tulionayo, lakini ashukuriwe Mungu ya kwamba asubuhi ya leo tunamwambia Bwana, tunajua kuna vitu vimekufa, vimewekwa kaburini, lakini bado havijazikwa. Na wengine vimezikwa, lakini bado havijahifadhiwa. Tumekuja leo kama wale wakina mama,
kwenye malango ya biashara. Tumekuja kama wale wakina mama Magdalena kwenye malango ya ndoa. Tumekuja kama wakina Magdalena alfajiri hii. Tumekuja na sisi kwenye malango ya kazi. Tumekuja asubuhi hii kwenye malango ya afya zetu. Tumekuja kukuambia ya kwamba ijapokuwa imekuwa kama imekufa, lakini tunakuomba tuviringishie hilo jiwe, tuviringishie hilo jiwe, tuviringishie jiwe madeni, tuviringishie jiwe kukataliwa, tuviringishie jiwe aibu, tuviringishie jiwe maneno mabaya, tuviringishie jiwe ya magomvi. Sema Bwana Yesu, asubuhi ya leo kila jiwe lililokaa kwenye maisha yangu, kwa watoto wangu, kwenye kazi yangu, asubuhi ya leo, ewe jiwe la uharibifu, malaika wa Bwana aliyepita pale kaburini anaviringisha leo, anaviringisha leo, anaviringisha leo. Viringisha tena, viringisha tena, viringisha tena, viringisha tena, viringisha tena kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo kumbe ni jiwe gani umebeba? Nikuulize tu deep down kwenye moyo wako, umebeba nini limekaa kama jiwe? Umebeba nini ambacho unakiona kimekufa na kimekosa matumaini? Achana na maneno ya Wayahudi walioongea kwamba hatafufuka. Achana na Mayahudi waliomsulubisha. Achana na wale waliosema kwamba jiokoe, mpaka wapita njia wakamwambia jiokoe, jiokoe. Wapita njia inawezekana hata hawakujua ugomvi wa Yesu na Wayahudi ulikuwa nini. Ndio maana hawakuitwa. Tumetamkiwa kulikuwa kuna waandishi, kulikuwa kuna Mafarisayo, kulikuwa kuna Wayahudi. Lakini imagine mpaka wapita njia. Unajua mpita njia kwako ni yupi? Ni yule ambaye inawezekana kabisa huyu naye hajui hata kupima maisha yake, ameinuka na yeye kunisimamia, kunipiga. Hivi unajua kuna watu ambao akisikia tu huyu hapa amepata msiba, kisikia leo uko kwenye shida, ndio na yeye anainukaga. Hao wapo, ni wapita njia, na Bwana wapitishe kule kwa jina la Yesu. Bwana wapitishe mbali nawe kwa jina la Yesu. Sasa Biblia inatuambia wakati Yesu amewekwa pale msalabani, wapita njia, hawa wapita njia nitaka kujua zaidi. Hivi hawana dini, hawana kabila, kwa sababu tumetamkiwa waandishi na Mafarisayo wakamtukana, si ndio? Tunaelewa walifika katika ofisi za makuhani wakamvua nguo. Tunaelewa walifika Getsemane, tunatamkiwa kina Pilato. Lakini hawa wapita njia waliosema kwamba anamuita Elia, hawa waliosema kwamba jiokoe basi, kwa nini ulisema hivyo jiokoe? Ni watu tunaoishi nao sana. Ni watu ambao wakikuta biashara yako imekaa vibaya, anaendaga Morning Glory, anajifanyaga kwenda Morning Glory. Jiokoe basi tumuone Yesu wako akiokoa. Ndio wapita njia hao. Alijifanya kwamba ameoa Mchaga, alijifanya kwamba ameoa Meru. Haya basi tuone hiyo ndoa yako. Wapita njia hao. Alijifanya kwamba anaweza kufanya biashara, na tulimwambia hiyo biashara haiwezi kwenda, lakini amelazimisha. Jiona basi. Wapita njia hao. Hebu inua mkono wako juu, sema Bwana Yesu, kila uharibifu uliosimama kwenye njia yangu, kwenye hatua zangu, kwenye mafanikio yangu, kwa watoto wangu, asubuhi ya leo, kila maneno yaliyotajwa na watu ninaowajua na nisiowajua, asubuhi ya leo ninakuomba Bwana, kama ulivyowahukumu wale wapita njia, kama ulivyowaonesha ya kwamba wewe ni Yesu, kama ulivyowaonesha ya kwamba kuna kufufuka, ninakuomba leo kila kilichokufa kwenye maisha yangu, nikasemwa kwa ubaya, nikatajwa kwa ubaya, nikadhiakiwa kwa ubaya, ninakuomba leo, ninakuomba leo, vifufue Bwana, vifufue Bwana, vifufue Bwana, vifufue Bwana. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba kwa dakika chache. Bwana akafufue vile vilivyokufa, Bwana akafufue vile vilivyokufa kwenye maisha yako. Hiyo ziaka sio fungu lako, hayo maneno sio fungu lako, hayo maneno ya wapita njia sio fungu lako, hayo maneno aliyosema amesoma lakini hatapata kazi sio fungu lako. Rabababababa, kila aliyesimama kwa maneno yako akisema kwa nguvu, asulubiwe, 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 wakuone Mungu wako.
wangesema asulubiwe, biashara isulubiwe, ndoa isulubiwe, watoto wasulubiwe, kazi isulubiwe, wakisema ya kwamba havitasimama. Rebo shata. Walipomkamata Yesu walimpeleka kwa Pilato. Walipompeleka kwa Pilato, Pilato akasema sioni kosa la Yesu. Lakini Biblia inatuambia sauti zao zikazidi sauti ya Pilato. Pilato alitafuta kila namna ya kumwokoa Yesu, tena baada ya kupewa ujumbe na mke wake ya kwamba hiyo damu haina hatia. Haleluya. Lakini sauti za maadui zikazidi, ile sauti ya asulubiwe ikazidi sauti ya Pilato. Na ndio maana Pilato akasema, kwa staili hii sioni hatia mbele yake, lakini leteni maji ninawe. Akaomba maji, akanawa mikono yake kujitoa. Amejitahidi kwa nguvu zake, kwa hekima yake, kwani amewatendea nini? Lakini imeshindikana. Sauti ya wale wa Mafarisayo na waliomkamata Yesu na Wayahudi ikazidi sauti ya Pilato. Sasa ninachotaka kukuambia ni nini? Ziko sauti nyingi zinazozidi sauti yako. Ziko sauti nyingi zinazosema ndani yako sitakaa nifanikiwe. Hizo ni sauti ambazo zinazidi ile sauti ya kuokoa kile ulicho nacho. Ni sauti zinazozidi ile sauti ya ndoa yako. Ni sauti zinazozidi sauti ya Mungu ndani yako. Leo tunapaza sauti juu ya sauti zote zinazosema asulubiwe. Kwa hiyo Pilato ikabidi amhukumu Yesu kwa sababu ya sauti zao wanaosema asulubiwe. Ninaongea na mtu mmoja hapa ambaye inawezekana sauti za adui zimezidi sauti zako. Sauti za giza imezidi sauti yako. Sauti za anakufa imezidi sauti yako. Sauti ya magonjwa imezidi sauti yako. Sauti ya Ufilisti imezidi sauti yako. Bwana inua sauti yako zaidi ya kila sauti kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, katika msalaba iko nguvu ya uhamisho, ya kutuhamisha kutoka kwenye giza, kutoka kwenye mashambulio, kutoka kwenye uharibifu, kutoka kwenye kila laana, kutoka kwenye kila fedhea, kutoka kwenye kila neno lililotamkwa juu ya maisha yetu, juu ya kazi yetu, juu ya watoto wetu. Nami leo, Bwana, asubuhi ya leo nimetambua ya kwamba ule msalaba wa Yesu unabeba aibu yangu, unabeba masikitiko, unabeba kukataliwa, unabeba fedhea. Nimekuja kwako, mimi ni mojawapo niliyekataliwa, niliyeaibishwa, niliyefedheheshwa, niliyeumizwa. Asubuhi ya leo ninakuja mbele zako, najua ya kwamba msalaba wa Yesu ulibeba aibu. Ninakuomba katika msalaba nitetee kwa upya, nitetee kwa upya, nitetee kwa upya. Ninavua kila vazi la aibu linalosimama kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu. Hilo vazi la aibu, hebu vua kwa dakika chache. Vua hilo vazi la aibu, vua hilo vazi la madeni, vazi la kukataliwa, vazi la magonjwa. Hebu livue tena, hebu livue tena. Vua tena hilo vazi, vua tena hilo vazi, vua tena hilo vazi, vua tena hilo vazi. Nione anayevua, nione anayevua vazi la aibu lililobebwa maisha yako kwa kupigwa kwa Yesu. Sisi tumepona, sisi tumepona, sisi tumepona. Vua tena, vua hayo mavazi, hayo mavazi. Wamekukataa kila wakati, umekuwa mtu wa kukataliwa. Rabababababa rekoshata yaka ripokoshata yaka ripokoshata yaka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.